Nakumbuka wakati nakuwa kwenye yale mateso, watu walikuwa wananinyima chakula. Siku moja tulikuwa tunakula chakula nyumbani kwetu kwa mamangu. Mamangu ananisimanga mimi kwenye chakula. Ananisimanga, ananiambia lione linavyokula mboga nyingi. Dajudi, ukiona mimi mvivu wa kula ni mazingira niliyokulia pia. Mamangu ananisukuma hivi na kidole. Anasema lioni hata ukilisimanga alisusi kula linaendelea kula. Na ukiacha kula anasema lione linasusa chakula. Yule dada anaachia chakula. Hawa watoto wanakula chakula mpaka wanakiacha. Tumebarikiwa sana na huduma za watu wawili wiki hili. Huduma ya kwanza ni ya rafiki yetu mtumishi wa Mungu Pasco William, ambaye anasimamia chombo hiki cha NYTV. Miaka mingi amekuwa rafiki yetu na mahubiri ya wiki nzima ameyarusha. Kwa yapo kwenye simu yako. Nisaidie kumpa Yesu makofi kwa ajili ya Pasco, yeye na timu yake. Kwenda tu siku moja mahali huwa inagharimu hela nyingi sana, lakini amejitoa kwa ajili yetu, na yeye ndiye alikuwa daraja na sisi kumfahamu mhubiri. Jamani, amina. Amen. Na juzi washirika kwa asilimia karibu 95 naacha ambao kuwepo walisema mhubiri huyu arudi tena. Kama naona amini, basi piga makofi ya kusema arudi tena. Ni jambo lingine, tumshukuru mhubiri wetu mzuri, mama mwenye watoto 4 ambaye ameacha familia yake sasa na hesabu na kwenda siku 8. Ni miongoni mwa wahubiri wa ajabu sana wanaompenda Yesu kwa kiwango cha hali ya juu. Sisi juzi tulipata ushuhuda, alimwacha baba yake akiwa mahututi kitandani, haongei, lakini aliacha akaja Galilaya, mahali ambapo hatufahamu kabisa. Huo ni upendo wa ajabu sana. Piga makofi mengi kwa Yesu. Akaacha watoto, akaacha mume, akaacha nyumba. Yeye bado si waja wa mchungaji, analelewa chini ya mchungaji, na nilimuomba mchungaji wake na akasema, naomba unitunzie mwanangu, nakupa akiwa vizuri, mrudishe kama alivyo, sana ongezeke upako. Na mimi najua ameongezeka upako, kwa sababu tawi nalotumika Mungu anafanya nini? Analipalilia aliendelee kuzaa zaidi na zaidi. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwenye viwango vikubwa, ongeza bidii ya kulipa gharama ya kuutafuta uso wa Bwana. Uongezeke Bwana, sisi tupungue wakati tunamleta mhubiri aendelee na maneno ya Mungu. Nakupenda, nakupenda, nakupenda Yesu, Baba yangu nakupenda, Yesu wangu nakupenda, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, nakupenda, Yesu nakupenda.
wasingeuona mahali popote Bwana. Waliponikataa wengi Yesu, ukasema njoo kwangu mwanangu. We Yesu ulinipa upendo, Galilaya twakupenda Yesu, umekuwa mwema kwetu Bwana. Yesu nakupenda, Yesu 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 nakupenda. Tumekuja na neno la shukrani mbele zako Baba. Nakupenda kuliko chochote Yesu, nakupenda kuliko chochote Bwana, nakupenda kuliko maisha yangu Yesu, nakupenda kuliko wazazi wangu Bwana, nakupenda kuliko mume wangu Yesu, nakupenda kuliko watoto wangu, nakupenda kuliko chochote Bwana. Ninaijua thamani yako, wewe ni bora sana kwenye maisha yangu Yesu, ninakupenda. I love you Jesus, I love you very much, I love you so much yeah. Nakupenda Yesu, nakupenda, usikie nakupenda Bwana. Sina neno zuri la kukwambia Yesu, nimekuja kukwambia kwenye madhabahu kwamba ninakupenda. Mwenzenu nampenda Yesu, jamani nampenda Yesu. Unaweza ukainua mkono pamoja na mimi, nisaidie kumpungia Yesu mkono wako. Yesu wetu ni mzuri wa baraka nyingi. Pokea Bwana ibada yetu. Yesu tunakupenda wewe Baba. Yesu nimekuja kukwambia nakupenda Yesu, nimekuja kukushukuru, nimekuja kusema asante. Nisaidie kumpigia Yesu makofi, nisaidie kumwambia asante. Galilaya, nisaidie kupaza sauti yako kwa Bwana, nisaidie kumpigia Yesu makofi mengi ya shangwe. Yesu ninakupenda na unajua vile nakupenda Yesu. Asante Bwana kwa kunipenda Yesu, asante kwa kunipenda, asante kwa kunipa heshima, asante kwa neema ulionipa. Sikustahili Bwana, kwa kweli sikustahili Bwana. Mimi na wewe hatujastahili kuwepo hapa. Nakwambia angetazama sifa zetu tungekosa sifa. Kwa nini tusimwambie Bwana pokea sifa za mioyo yetu? Kwa nini usimshangilie Bwana kwa kelele nyingi? Bwana umetupa upendeleo, pokea sifa Bwana. Unaweza ukaketi. Haleluya, haleluya. Nisaidie tena kupunga mkono. Mwanamke unayeweza kunipigia kigelegele, nisaidie kupiga kigelegele. Ninajisikia kumshukuru Mungu. Asubuhi ya leo nimesimama mahali hapa kwa unyenyekevu mkubwa sana. Ninanyenyekea kabisa kwa Mungu wangu aliye hai. Ninamshukuru Mungu kwa neema kubwa. Mungu amenipa heshima ambayo kwa kweli sikustahili kupewa. Baba, ninashukuru sana pamoja na mama
na wazee wa kanisa na wachungaji wote, asante sana kwa heshima kubwa ambayo umenipa. Mungu awabariki sana. Kanisa la Bwana, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki, awatendee mema. Natamani leo tupate muda wa kuomba pamoja. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu sana. Nimekuja mahali hapa kumshukuru Mungu. Nimeshatoa shuhuda kwamba mimi ni yule niliyowahi kukosa upendo. Nikawa natafakari, nikasema Mungu, nitakurudishia nini kwa ukarimu huu ambao umenipa. Mungu amenipa wewe. Mungu amenipa wewe. Mungu amenipa wewe. Ay. Kwa kweli Mungu anafanya double. Nilikosa upendo wa babangu na mamangu. Mungu amenipa baba mzuri yule pale. Jana alinipigia akasema, mwanangu, tunakupenda. Baba, nilijisikia vizuri. Mungu amenipa mama yule pale. Mungu amenipa baba zangu wengine hawapo wengi. Mungu amenipa dada zangu hapa. Mungu amenipa wadogo zangu. Mungu amenipa watoto. Kwa nini simwambie Mungu asante? Mungu amenifanyia favor. Mimi kwetu tuko wachache tu, lakini Mungu kwa wakati mmoja ananipa watu wote kama hivi. Kwa nini simwambie Mungu asante? Kwenye madhabahu nimekuja kumshukuru Mungu. Nimekuja kwa unyenyekevu mkubwa sana. Mungu amenipa kaka Pasco na dada Messi. Jamani, ni ajabu. Ni ajabu kwangu, nashindwa kuongea. Mwenzio unaweza usinielewe, nashindwa kuongea. Bwana amenitendea wema. Bwana amenitendea wema. Nilipoambiwa nyumbani hawanitaki, wewe hapa unanitaka, umekuja kufanya ibada na mimi. Kwa nini nisimshukuru Mungu? Nimekuja na sadaka ya shukrani Baba kwenye madhabahu hii. Ninayo sadaka ndogo sana mbele za Mungu. Nimemwambia Mungu sina cha kusema. Nimekuja kumshukuru Mungu. Nimekuja na sadaka kumshukuru Mungu kwenye madhabahu hii. Nimekuja kumwambia Mungu asante. Mungu, sadaka hii imebeba shukrani zangu. Sina lugha nzuri ya kukwambia vile nakupenda. Mungu, unanijua. Unajua vile nakufurahia. Mungu, ninakushukuru. Ulimwambia Petro, duniani mara 100, mbinguni uzima wa milele. Asante kwa kunipa mara 100 ya wazazi. Asante kwa ndugu hawa wazuri ulionipa. Baba, pokea sifa za moyo wangu. Ninatamani kama upo mtu, ninajua umekuja na sadaka yako maalum, lakini naomba uungane na mimi tutoe sadaka hii. Sadaka ya shukrani sana mbele za Bwana. Usinione nasimama hapa unabarikiwa. Kuna mahali Mungu amenitoa. Kuna namna Mungu ananifundisha neno. Kuna namna Mungu anajifunua, nikisoma Biblia anajifunua. Sikutoka na ujumbe wa kuja kufundisha, lakini nilipofika hapa akaniambia kafundishe hivyo. Na ninaamini Mungu ameugusa moyo wako. Ninaomba kama unaweza kuungana na mimi, karibu tumshukuru Mungu kwa pamoja. We Yesu, ninakushukuru. Ninamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen. Namshukuru Baba. Haleluya, namshukuru Yahweh. Amen.
Umenipa neema, vipawa ni zawadi Bwana. Ninarudisha utukufu na heshima mbele zako Yawe, Yawe. Amen, amen. Hallelujah. Oh, Baba. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Naweza ukaketi sasa. Nashukuru sana dada Judy, asante sana. Mwanamke huyu ni wa ajabu sana, ana moyo wa ajabu, ana moyo wa Yesu huyu mama. Yaani ana upendo ambao sijawahi ona. Ana upendo huyu mwanamke jamani. Huyu dada ana upendo, ninaongea kwenye madhabahu hii takatifu na maanisha. Anajua anachokifanya. Nilipokuwa ninamuombea, Mungu akaniambia amempa upendeleo, amempa watoto wengi sana. Dada, Mungu amekupa watoto. Wale ambao hujawaona kwa macho unao, lakini Mungu amekupa watoto unao pale nyumbani. Wale ni zawadi Bwana amekupa. Ni mwanamke wa ajabu. Mimi ninakumbuka wakati nakuwa kwenye yale mateso, watu walikuwa wananinyima chakula. Siku moja tulikuwa tunakula chakula nyumbani kwetu kwa mamangu. Mamangu ananisimanga mimi kwenye chakula. Ananisimanga, ananiambia alione linavyokula mboga nyingi. Dajudi, ukiona mimi mvivu wa kula ni mazingira niliyokulia pia. Mamangu ananisukuma hivi na kidole. Anasema lioni hata ukilisimanga alisusi kula linaendelea kula. Na ukiacha kula anasema lione linasusa chakula. Yule dada anaachia chakula. Hawa watoto wanakula chakula mpaka wanakiacha. Yaani hahesabu hata gharama. Ni mama wa upendo sana yule. Ni mama wa upendo mno. Asubuhi anawaambia watoto, wewe vaa hereni. Kwani unajizesha hivyo? Jana nikaa na tafakari, ningempata mama kama yule labda ningekuwa mbali zaidi. Lakini nilivyokaa nikasema ningempata, ningezembea, kisingetokea chochote. Kwa hiyo yote katika yote Yesu atukuzwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini nimshukuru sana dada Sara jamani. Huyu mama Mungu ambariki sana. Nilishangaa amekuja pale nyumbani, yani ni maajabu. Hivi unaelewa ninachosema? Mimi namaanisha mwenzio. Nilishavikosa hivyo vitu, yani mwenzio niliruka stage. Kwa hiyo sasa Mungu anavyonifanyia ninashangaa. Akaja akaniambia nimekuja kukufulia nguo, maajabu. Yani mpaka nikachanganikiwa hivi, naota ama nafanya nini? Akaniambia ametoka kazini, anawahi kuja kunifulia mimi nguo. Halafu wewe uniambie nimwache Yesu niende wapi? Niende kwa nani? Nimwache Yesu niende wapi? Kwa Yesu kuna amani. Kwa Yesu kuna upendo wa kweli. Mwanamke wa ajabu sana wewe. Yaani mimi ni kama mwanae kabisa yani jamani. Ananiambia eti naomba nguo nikufulie. Yaani nilimwangalia mara mbili. Yaani sikupata picha mpaka nikaanza kuuliza anafanya kazi gani. Nilipojua kazi zake anarudi mpaka saa 6 usiku nyumbani kwake. Lakini akaahirisha kazi, amekuja kunifulia nguo. Kwa nini nisitoe sadaka ya shukrani mbele za Bwana? Yaani Mungu amenitendea maajabu ambayo siwezi hata kuyasimulia. Na ninawaambia kwa kadiri mlivyonitendea mimi, mmemtendea Bwana. Atawalipa, atawatendea wema. Jamani, haleluya. Watoto wazuri wa Dajudi hao, kina Kalian ana kipawa sana. Endelee kumwombea huyu mtoto, ana mafuta kabisa yani. Yaani kwa kweli Mungu akutunze we mtoto mzuri. Akiabudisha tu pale nyumbani mnasikia joto la kiroho. Mnasikia hali ya hewa inabadilika, safi sana. Haka katoto nako kazuri sana. Kuna nguo ile nimevaa Christmas, kalienda kunishonea ndani ya masaa machache tu. Kaka nishonea, aka Mungu akuinue, akuze kipawa chako kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Binti huyu naye mzuri sana. Yaani mimi kila mtu amenitendea wema huko ndani.
Wewe mimi kukuona wewe ni zawadi. Yaani wewe ni zawadi Mungu amenipa. Mungu awabariki sana. Yaani Mungu awabariki sana, mpaka nilikuwa nawaza mbona siku zimekimbia haraka, natakiwa kurudi nyumbani. Baba nimesahau hata nyumbani kule. Yaani nimesahau hata baba nilimwacha kitandani hospitali, nishasahau. Wewe upendo una nguvu sana aisee. Ni ajabu. Hebu nisaidie kuinua tena mkono wako hivi. Mahali hapa tuko live mbinguni. Mbingu zimefunguka kwa ajili yetu eti. Mungu anatutazama. Mungu anatufurahia. Hebu punga tu mkono wako hivi. Mungu, mikono yetu hii tunatambua thamani yako kwenye ibada hii. Baba, tunatambua uwepo wako tangu tumeanza mahali hapa. Tumekuona ukisema na mioyo yetu na kuganga mioyo yetu. Pokea Bwana ibada hii tena. Asante kwa neema na uwepo wako. Katika jina la Yesu nisaidie kupiga tena makofi. Nina dakika chache sana pale. Nikisema niongee kuhusu dada Messi hata hatumalizi. Tutahitaji muda mwingine tena. Dada Messi huyu ndo connected wa kila kitu hapa. Huyu mdada alikuja Dodoma, nilikuwa Dodoma. Akaalikwa tu na mtu. Akaambiwa kwamba asante sana, mpigie baba makofi, ameniongezea muda. Ongeza makofi kwa hekima kubwa ya baba. Piga makofi. Hivyo ni kwa ajili yako, si ndio? Wangapi mnatamani kusikia shuhuda? Si unaona ni wote. Wangapi tunatamani kusikia neno la Bwana? Wangapi tunatamani tufanye maombi kwa pamoja? Basi mwambie baba tunakupenda. Bado sijawasikia, mwambie baba tunakupenda. Huyu baba aishi kwa kweli. Na mimi nimenufaika na huduma yake. Asante sana baba. Na nitakuwa najifunza kutoka kwako, maana ni mwinjilisti wa taifa. Nikamwambia Mungu, wow. Mungu analipa na chenji zinabaki. Baba mzuri kama huyu ningemtoa wapi mimi? Wapi? Sumbawanga kule mbali. Tena kunaitwa tupa uchawi, Rukwa kule. Jamani, haleluya. Huyu dada Messi nilikuwa na semina Dodoma ya siku 8. Ile siku ya 8 akaja kwenye ile ibada. Akafika pale kwenye ibada, mimi nikaa namuona kama watu wengine. Lakini nikashangaa mchungaji mwenyeji na yeye alikuwa amfahamu kabisa. Lakini huyu aliposalimia akasema natoka Kinondoni. Akawa anamtaja akisimama madhabahuni, mchungaji anasema, "We dada wa Kinondoni, upande huu uliosimama wewe mtamuombea mhubiri watoto." Akiongea kitu anamtaja, "We dada wa Kinondoni." Na mimi nikaanza kusema, huyu mtu anayetajwa kuna signal hapa. Alafu wakati huo nilikuwa nimemwambia Mungu hivi, mimi ninaenda Dodoma. Lakini ninajua unaweza kufanya kitu zaidi ya huduma iliyonipeleka. Unajua Mungu unaporuhusu mapenzi yake anafanya. Baada ya ile ibada ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa na nguvu za Mungu sana. Huyu dada akaja akaniomba namba ya simu. Nikampa namba, nikamwacha. Tena nilimchukulia kawaida, yani vile sipendi mazoea. Sio sipendi mazoea kwa ubaya, kwa ajili ya kutunza status ambayo ninayo mbele za Bwana. Sawa jamani? Maana mazoea yakipitiliza unakuwa na maneno mengi. Na maneno mengi yanaondoa uwepo wa Mungu. Sawa jamani? Nikampa namba akaondoka. Baadaye nikashangaa wananipigia simu. Anasema kuna mkurugenzi anataka kuongea na wewe. Nikasema mkurugenzi? Kumbe nikakapasi kwa anaongea na mimi. Wakasema tunaomba tukuone. Mimi nikawaambia kuniona ni ngumu kwa sababu niko kwa watu. Mimi nikienda kwenye huduma na heshima mchungaji aliyenipeleka. Baba, sijafanya kitu nje ya utaratibu wako. Ninaheshimu sana. Kwa hiyo nikawaambia hamwezi kuniona mimi. Wakaniuliza uko wapi? Nikawaambia niko kwa mchungaji. Wakasema tunataka tu tukuone. Nikasema labda niwapatie namba za baba mchungaji muongee naye. Nikawatumia namba. Wakawasiliana na mchungaji, wanajua wenyewe walichokutana nacho. Mazingira yakawa magumu, ikashindikana kuniona.
yaani ikashindikana kabisa. Sawa jamani, Bwana asifiwe. Unapoyasikia haya ujifunze kukiombea chombo cha NYTV. Kimekuwa baraka sana kwako wewe na mimi. Haleluya. Baadaye wakasema wana safari ya Morogoro. Mimi sina hata shida, maana ninaungoja wakati wa Bwana. Sawa jamani, sina hata haraka. Mimi nikaja zangu Dar es Salaam, sina hata mawazo. Nikashangaa wananipigia tena, ile safari ya Morogoro tumeahirisha, tunaomba tukuone. Kwenye hayo mazingira Bwana amenikutanisha na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wewe peke yako. Bwana amenikutanisha na watu wengi. Nilimuunganisha na watu wa Sweden. Christmas nikamwambia aongee nao. Watu wa Sweden. Yaani sasa hivi ninaongea na watu yaani nchi nyingi. Denmark, Marekani, sijui Omani, Uganda, Kenya, huko mbali nasahau hata majina ya hizo nchi. Na watu wanafunguliwa kwa simu kwa neema ya Bwana. Huyo baba wa Sweden alitoa shuhuda kama mmezisikiliza. Yaani tangu Mungu amemfungua, na sio vile tu, Bwana amefanya maajabu. Haleluya. Nikiwa ninaongea hivi ndo nahubiri, kwa hiyo usishangae nikamaliza nikasema tuombe. Haleluya. Kwa hiyo usije ukafikiri sijaanza kuhubiri. Nisikilize ukielewa Bwana anasema na wewe. Yule mtu wa Sweden, nataka nikwambie Mungu niliyekuletea hapa ni halisi kabisa. Kama wewe hujawahi kumuona kwa macho, mimi nimemuona. Nakumbuka miaka ya nyuma nilikuwa naimba ile pambio, Mungu Baba, nimesikia habari zako, leo hii Baba nataka nione kwa macho. Nimemuona Bwana kwa macho baba. Nilikuwa na baada ya kumuombea yule baba wa Sweden, Mungu akawa amesema na mimi vitu kadhaa kuhusu yeye. Simfahamu, profile yake alikuwa ameweka ndege. Kwa hiyo sikuwahi kumuona hata sura. Siku moja simu yangu hii inanisumbua, kaka Pasco naye amejaribu kutengeneza, imemshinda. Hii simu ikawa inanisumbua. Yule baba ni mchungaji, lakini baba ni vile ulivyomsikia huwa anamfundisha mimi masomo. Maajabu. Hivi unaelewa? Yaani kwa kweli nipungue sana, Yesu aongezeke, mimi sina hata maajabu kabisa. Lakini yule baba ananipigia na mke wake, wanatoka kazini wanakaa. Halo mtumishi, shalom. Tunaanza darasa. Nikiwa namfundisha yule baba, kumbe ninaongea maisha yake na mke wake. Wakati tunaendelea kujifunza, nikashangaa nguvu za Mungu zinanishukia mpaka natetemeka, ninashindwa kuongea. Na wao kule vile vile wameanza kutetemeka. Yaani unajua connection ya kiroho, tukaanza kuomba wote. Roho Mtakatifu akatembea masaa 3. Alirekodi ile, aliniambia na ataniwekea kwenye kompyuta. Masaa 3 tunaomba. Roho Mtakatifu amekamata mume wangu mpaka amekuja chumbani, akija akisimama naye anaanza kunena. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Tunahitaji Roho Mtakatifu ambaye anafanya vitu vinatokea, vinaleta majibu kwa watu. Jamani haleluya. Tumechoka na porojo. Tunahitaji madhihirisho kwenye huduma zetu. Tunahitaji madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Wale wakina Petro walipojaa nguvu, Petro alipohubiri pale na kuambia watu walichomwa mioyo yao. Tunamtaka Roho Mtakatifu ambaye ukizisema habari zake anagusa maisha ya watu. Kama watu walikuwa ni wenye dhambi, wanaikimbia dhambi, wanakimbilia kwa Yesu. Kama mtu alikata tamaa, basi anajisikia kurudi kwa Bwana na analipata burudiko la Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Tulikuwa tunajifunza umuhimu wa matengenezo kwenye kipindi hiki cha kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Haleluya. Nikakwambia maana ya matengenezo ni lile tendo la kurudisha kitu au mtu kwenye uhalisia wake. Nikakwambia kwa nini matengenezo. Nikakwambia kuna watu wengi wapo kanisani hawajanufaika na kule kuzaliwa kwa Yesu kwa ajili yao kwenye maisha
yao. Tukaangalia maeneo ambayo watu wanahitaji matengenezo, maeneo ambayo yamekuwa chanzo cha uharibifu, tukautazama moyo. Jamani, haleluya! Nani ambaye Mungu ameshughulika na moyo wake kwenye semina hii? Haleluya, haleluya. Na leo tutaomba, tunaanza mwaka mwingine. Tunataka tuingie tukiwa na mioyo safi. Daudi anasema, Bwana niumbie moyo safi. Wangapi tunatamani Mungu atuumbie moyo safi? Haleluya, hata mimi ninatamani. Jana nilikuwa na maombi mchana, nikawa namwambia Mungu, nimefundisha lile neno, ninaomba uchunguze moyo wangu. Nikamwambia Bwana, ninaomba unifinyange. Unajua sisi ni wanadamu. Unapoenda mbele za Bwana ukamwambia Mungu, niko hapa, mimi ni kile chombo kilichoharibika, mimi ni ule moyo ulioharibika unaohitaji matengenezo. Nakwambia unyenyekevu ule Mungu atakuonesha pale, tengeneza pale, rekebisha pale, rekebisha, alafu utakuwa ni chombo kizuri kinachomletea Bwana utukufu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukaomba, mimi nahubiri, sawa? Yaani hivi ndo nahubiri, usisubiri kitu kingine, sawa jamani? Na wewe unayenisikiliza kupitia NYT TV, hivi ndivyo ambavyo ninalisema neno la Bwana kupitia shuhuda. Haleluya jamani, tuliyapita yale. Tunasoma habari za kina Elia, tunasoma habari za Yesu, akina Petro, yale yalikuwa ni maisha kama haya, alafu tunazisoma kama shuhuda kwenye Biblia. Haleluya, Bwana asifiwe. Ukisikia Mungu alikuwa mtu wa 4 kwenye lile tanuri la moto, si unainuliwa? Ukisikia kwenye tundu la simba Danieli akaokolewa, si unainuliwa? Basi na mimi ninakupa shuhuda ambazo Bwana amefanya. Haleluya, Bwana asifiwe. Nakwambia nikawa nimemaliza kuomba na wale watu. Sasa wakati ninaomba nikamwambia Mungu, hawa watu siwafahamu. Hii nguvu mbona ni kubwa sana? Kwa nini usinipeleke niwaone kidogo tu, niwaone? Mungu ni rafiki yetu. Usimchukulie Mungu kama ni dude fulani hivi lilishakaa pale kama spika, haliongei, lipo tu lilishakaa pale mpaka liamsha. Hapana, nimekuletea Mungu ambaye ni halisi. Nakwambia, alimwambia Yeremia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Nakwambia ni Mungu anayeongea. Ni zaidi ya baba na mama ulio nao, ni zaidi ya rafiki yako. Nilipokuwa nimeomba usiku ule, yani nikashangaa, picha ikatokea tu, picha hivi. Naona chumba kimoja, yani chumbani, Danielewa, kile chumba ukiingia wametundika nguo kwenye mlango. Ninakueleza uhalisia, na wale watu watanisikia, niliwashuhudia jambo hili. Kile chumba, yule dada ana pochi. Nikasema wanauza pochi huko ndani. Ana pochi ziko hapo nyingi nyingi. Kwenye dirisha wametundika pazia za rangi ya maziwa, nyingine wamezifunga zile zinazoonekana za rangi ya maziwa. Nikamwona mama yuko pale na baba wanabishana, wale wanandoa wale wako kubishana. Nikaanza kuwasikiliza, yani ninaona kwa macho haya ya kiroho Bwana amenipa. Nakwambia Mungu akiamua utalii unatalii, sawa jamani? Nikawaona wale watu wanabishana. Yule baba anasema hapana, ni mtumishi wa Mungu. Yule mama anasema yule baba alinipigia, yani walichokuwa wanabishana, yule baba alinipigia mimi, simu inanisumbua, nikawa siwezi kuwasiliana naye. Kwa hiyo nikaa namtumia message kwamba baba, simu inanisumbua, ngoja ikikaa vizuri tutaongea. Nikajaribu kupiga, sasa nikaona inaongea, nikaa namwambia, kumbe ninavyoongea naye mke wake yupo. Akasema yule mama anataka umnunulie simu. Wanabishana hivi, ninawaona na ninawasikia. Yule baba anasema hapana, ni mtumishi wa Mungu. Yule mama anasema mimi nimetoka Dar es Salaam Tanzania, na wajua Mungu ni fundi. Yaani Mungu jamani, Mungu ni wa ajabu sana.
Halafu baada ya pale yule baba akanyanyuka akaondoka, yani hataki kunajisika na zile kelele za yule mama, ninaona kwa macho haya, yani mpaka nimehisi kuchanganikiwa. Nasema hapo sijajua ni akina nani, ila walipobishana kuhusu simu nikasema mimi ndo niliongea na yule baba. Baadaye nikaona mwanamke mmoja yule niliyemuona kule kwenye ile nyumba, nikamuona mahali wamemweka katikati, yani wanamshambulia kule mbele na nyuma, yani nyuma na mbele. Alafu wale wanaomshambulia wamevaa nguo, yani rangi zao ni kama zile picha za zamani zile, unatoka mweupe kabisa zile. Wanamshambulia, wanataja kitu kwenye mwili wake, siwezi kutaja hapa. Walipomaliza, kumbe yule mama hajawahi pata mtoto tangu alivyolewa na huyo baba huko Sweden. Mungu wa ajabu. Mungu wakawa wamelumbana, Mungu akanisemesha kwa habari ya ndoa yao na utumishi wao. Hali walionayo ni hii hapa. Kwa hiyo unatakiwa kuwasaidia. Nikasema Mungu wangu, mimi niko Sumbawanga, hawa watu wako Sweden, nitafanya nini? Lakini nikasema Yesu, wewe ni mpatanishi, unajua. Ndio hiyo siku tumekaa tunaomba, siku nyingine tena nilikuwa nawafundisha kurudi kwenye uhalisia wako, yani uwe wewe vile ambavyo Mungu anataka uwe wewe. Waelekeza jinsi shetani anavyoshambulia mtu. Nikashangaa yule mama ameanza kulia. Mungu akaanza kutengeneza moyo. Nakwambia hivi, nilimwambia yule baba, nikasubiri mke wake aondoke. Nikamwambia, baba, pole sana kwa changamoto iliyotokea. Changamoto gani? Nimeona mnabishana na mke wako chumbani. Chumba chenu ukiingia kiko hivi. Yule baba isema, we mama, ngoja nipige picha nikutumie, ninazo picha kwenye simu yangu pale. Akasema kila kitu ulichoona ni maajabu. Tumetundika nguo hivyo hivyo, mke wangu ana pochi nyingi ulizoziona zipo. Akasema tulikuwa tunabishana, naomba unisamee mimi. Alikuwa anasema we unataka simu, lakini mimi sikumwambia. Nilikataa mimi, nikasema we ni mtumishi wa Mungu. Yaani kama walivyokuwa ananishangaa wao, na mimi nikaanza kushangaa. Nikasema Mungu ni wa ajabu. Sasa yule mama nilipokuwa naongea naye, hizi shuhuda atazisikia sasa NYTV. Anafuatilia kila ninachoongea. Hii sijamwambia yeye, akisikia hapo atashangaa. Maana nilisema sasa mbona nitamwambia, atashtuka, asije akajisikia vibaya. Nilipofundisha lile somo la moyo, yule mama akafunguka. Sasa nikamwambia kile kitu nilichoona wale watu wanabishana. Nikamwambia niliona kitu fulani kwenye mwili wako na kitu fulani. Akasema Mungu wangu, ni kweli hicho kitu kipo, na ndio tuko hospitali tunatibiwa nacho. Yule mama huwa akaanza kuniambia hivi, I say huyu Mungu ni mshua. Akaniambia Mungu ni mshua. Tangu hapo, yani ile bondi ni kubwa, yani wale watu tumekuwa familia moja. Yani hata asubuhi lazima baba anitumie message pale. Ni mtu mzima, lazima anitumie message, shalom mwanangu. Ibada zote anafuatilia, anasema jamani tumekosa ibada, ilikuwa moto sana. Anafuatilia, anampenda Roho Mtakatifu. Akanipa shuhuda nyingi za kule namna wanavyoishi, ambavyo wanapata shida, hakuna neno la kweli. Akaniambia mpaka makanisa ambayo yamesajiliwa. Akasema makanisa ya kule yamesajiliwa, usipofungisha ndoa ya jinsia moja unafungiwa kanisa. Alafu mimi na wewe tuko huru hapa, lakini hatumwabudu Bwana kwenye viwango vile vinavyotakiwa. Na kuambia ukomboweni wakati. Hizi ni nyakati za hatari. Muda wetu umeendelea sana, komboa wakati. Mfanyie Mungu ibada ya kweli huku ukijua kwamba anarudi. Haleluya! Haleluya! Tunapomaliza mwaka ongeza viwango. Baba amesema, mchungaji alishuhudia
kwamba aliwafungisha kanisa miezi 6. Hao watu hawawezi kufanana na mtu ambaye Jumatatu mpaka Jumapili anakula ugali kila siku. Hawawezi kufanana. Hawawezi kufanana na mtu ambaye anakuja kanisani akijisikia. Hawawezi kufanana. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Anasema mkinitafuta kwa bidii mtaniona. Pandisha viwango vyako, pandisha viwango vya kumtaka Bwana na nguvu zake. Mabinti, inawezekana. Mimi nimeanza kumtumikia Bwana tangu nikiwa shule ya msingi. Nilipokoka tu nikaanza kumtumikia Bwana na imewezekana mpaka sasa. Haleluya! Haleluya! Jamani, haleluya! Inawezekana tukikubali kulipa gharama. Toa maisha yako kwa ajili ya Bwana. Nakwambia, mfanyie Mungu ibada. Njoo ibadani ukiwa umeuweka moyo wako sawa sawa. Uwasamee watu kwenye moyo wako. Jitenge na moyo wa kiburi. Nakwambia Bwana atakuinua. Haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, amina! Jamani, amina! Jamani, amina! Kuja na neno la Bwana. Ondoka uangaze, maana nuru ya Bwana imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Wanawake, ni saa ya Injili, ni saa ya kumtumikia Bwana. Biblia inaniambia mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Haleluya! Jamani, haleluya! Angaza. Angaza nuru ya Bwana. Angaza nuru ya Bwana. Acha kunungunika wewe. Hatujaitiwa manunguniko. Uambie moyo, kwa nini unanidanganya? Uambie moyo wako kuachilie. Ni saa ya kumwambia Bwana, niko hapa. Sio wakati wa kuyatazama matatizo yako. Nakwambia Yesu ni zaidi ya matatizo yako. Alikuja kwa ajili yako. Alikuja kuufunua upendo wa Mungu kwenye maisha yako wewe. Mungu anasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mwanae anayenyonya? Anasema anaweza kumsahau mwanamke mtoto. Lakini baadaye Mungu anasema la hasha. Mwanamke anaweza, maana akizaa na sahau uchungu anaweza. Anasema mimi siwezi kukusahau. Nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu. Rabababo sakana mosanda. Wewe unaishi umetengwa. Nakwambia Bwana yuko pamoja na wewe. Nakwambia hajakuacha, yuko karibu na wewe kuliko mavazi uliyovaa. Nakwambia nimemuona mtu wa vita. Wana wa Israeli walipopiganiwa na Bwana wakasema Mungu wetu ni mtu wa vita. Na mimi niko hapa kusema ni mtu wa vita. Anapigana badala yako. Anapigana. Nakwambia ule wakati ambao umelala usingizi, hauelewi chochote kinachoendelea, Bwana anakupigania. Aliwaambia wana wa Israeli, nitawapigania na ninyi mtanyamaza kimya. Mpe Mungu mazingira wewe. Mpe Mungu mazingira. Mwanamke unaelia na ndoa yako, mpe Mungu mazingira. Nakwambia ngoja nikushuhudie ili nimelikumbuka hapa. Mume wangu kuna kipindi alisafiri. Alikuwa Kigoma akakaa miezi 6. Nikawa sijui ana hali gani. Nimekuletea Mungu ambaye ni halisi. Ni halisi, nakwambia ukiamini inawezekana. Anaongea, ni Mungu aliye hai. Anaweza kuyafunua mambo, ni Mungu aliye hai. Alitupa Roho Mtakatifu kama zawadi. Alitupa kama msaidizi. Roho Mtakatifu anaweza kufunua mambo. Siku moja kaambia Mungu, mume wangu ameondoka, muda umekuwa mrefu. Sijui hata yukoje, mpaka nahisi kumsahau sura. Mimi mwenzio, kulingana na kutengwa, Mungu alinifanya kuwa rafiki yake wa karibu.
Nakwambia alikuwa anaongea na mimi ninamsikia. Sitaisahau siku moja ninaisikia sauti inaniambia, mwanangu, unaweza kunibeba? Nageuka natafuta ni nani anayeniambia. Baada ya kugeuka nikagundua kwamba ni Bwana ananiambia. Nikamwambia, Bwana, ukiniwezesha ninaweza, maana kukubeba ni gharama, nipe neema. Haleluya. Nikashangaa nikiwa kwenye yale maombi, nikashangaa ninamuona mume wangu amepanda kitandani kalala, amevaa viatu, karudi kazini yuko tiki kachoka, amepanda kitandani amelala na viatu. Nakwambia mbu anamng'ata, hajashusha hata neti. Saa zile nikashtuka, nikanyanyua simu, nikampigia, nikamwambia, wewe mbona umelala na viatu kitandani? Na hisi alishtuka mpaka kadondoka huko aliko. Nakwambia Bwana ni halisi, wewe akiamua kukupa neema ya kuona unaona. Anayo mambo makubwa magumu usiyoyajua. Macho yako yana mipaka, lakini macho yake yanaona kila mahali. Wamekaa kikao kwa ajili yako, Bwana anakiona kikao. Ni mtu wa vita anakiona. Ramashanda rabababababa. Hata kutoa mawindo kwa adui atakupigania. Unapenda nikuongezea shuhuda? Nataka nikwambie, kuna wakati Mungu aliniombia niombee kanisa fulani. Nikiwa kwenye maombi ninaomba, sitalitaja jina, maana nikiongea hivi hata huyo mchungaji akinisikia hapa atajua kwamba ni yeye. Nikawa naomba, Mungu ameniambia niombee kanisa fulani. Nikiwa kwenye maombi, Mungu akasema na mimi, nenda peleka ujumbe kwa mchungaji, nenda kamwambie 1, 2, 3. Nikasema mimi siwezi kwenda. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia naaminije kama ni wewe? Maana hata shetani anaongea. Nikasema mimi nikaitwa nabii? Nikaitwa nabii wa uongo? Nilishajichokea kukataliwa, nianza kukataliwa tena na huduma? Nikamwambia mimi hapana. Mungu akaniambia nipelekee ujumbe, nikasema hapana. Akasema unatakaje? Nikasema jithibitishe kama ni wewe. Akaniambia sawa. Nikiwa nimekaa hapo, nakwambia yalikuwa ni maombi yenye uwepo wa Mungu umetawala wa kutosha. Watoto wangu nilipokuja kushtuka, nililala chini hapa sebuleni, nilikuwa naombea hapo. Nikakuta watoto ule uwepo wa Mungu wamechanganikiwa, mama kapatwa na nini. Nikakuta wamenifunika pale, alafu wamenizunguka. Sijui hata walikuwa wanawaza nini. Akishuka Mungu mambo yanakuwa sio ya kawaida. Haleluya! Jamani, haleluya! Walokole na sisi tumebaki kama wapagani. Kuna wakati mtu anatoa shuhuda, nimemuona Mungu, mtu anasema amemuona wapi? Mungu ni halisi. Yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Nakwambia alikuwepo kabla ya misingi ya dunia kuwepo. Ni yeye peke yake ndiye ameumba pasipo yeye kuumbwa. Historia ya dunia na mbingu inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haijasema hapo mwanzo Mungu aliumbwa. Hapo mwanzo kulikuwako neno, alikuwepo. Kama unataka kujua alitokea wapi, jitahidi ufike mbinguni ukamuulize. Labda tukibadilishwa miili tutakuwa na favor. Unaweza hata ukaenda ukaongea na Elia. Kamwambia mwenzangu, wewe tangu uje huku umezoea mazingira vipi? Hali ikoje hapa? Haleluya. Lakini nakwambia Mungu ni halisi. Sasa kama Mungu amenikutanisha na wewe, hivi huyu Mungu sio halisi? Kama Mungu amenikutanisha na Messi Dodoma, lakini kumbe ile siku Messi anakuja Dodoma, Bwana aliitazama hii semina ya Galilaya, akamwambia Messi, nenda pale, nina jambo na Galilaya. Nakwambia Mungu anauona mwisho kabla ya mwanzo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jamani, amina. Nikalala pale kitandani, nikakaa pale chini kwenye nilikuwa naomba.
Nimekaa pale nikashangaa, naona picha ya baba yangu mzazi. Nikamwona baba yuko chumbani kwake, kakaa kwenye kona analia. Sikuwahi kumuona kama huku pembeni hana jino, kumbe huku ndani hana jino, yani kaachama. Analia kwa huzuni, analia kwa uchungu. Nikashtuka, si ni baba huyu? Analia nini? Nilivyoshtuka tu, sauti ikaniambia, nenda kamuulize kesho alikuwa analia nini. Akikwambia nililia, nipelekee ujumbe. Usicheze na Mungu. Kama wewe hujawahi kukutana na Mungu, mimi nimekutana naye. Nimekwambia mimi ni ushuhuda unaotembea. Kama wewe hujamuona Mungu, mimi nimekutana naye. Nimemsikia akisema, amejifunua kwa watu, nimemuona. Hata kwa mchungaji Kangalawe amejifunua, nimemuona. Ndiyo maana niko hapa, kwa sababu ni Mungu ameandaa mazingira. Mimi sio mchungaji. Mimi ni mshirika kama wewe. Wachungaji mara nyingi wanawatumia wachungaji wenzao. Kwa hiyo nikiwa hapa, ninajua Bwana analo kusudi. Bwana amenileta kwa kusudi maalum na sio kutaka kwa mtu. Haleluya, haleluya. Nikaamka kesho yake, nikasema Mungu wangu. Shetani akaagi mbali, akaanza kuniambia, haya ukifika ukimwambia babako ulilia, akikwambia hajalia utafanya nini? Kwanza wewe una akili ukamwambia babako ulikuwa unalia? Nikaanza kuona hilo nalo neno. Baadaye nikasema, lakini Mungu hivi, unajua shetani akai mbali. Labda uhamie mbinguni. Ndiyo. Lakini kama uko hapa, hakai mbali. Biblia inasema ni mshtaki wetu. Anazunguka yupo. Bwana atusaidie. Yesu alipiga maombi siku 40. Lakini angalia, amemaliza maombi, yuko kwenye ule moto, akamtokea yule jamaa, hakai mbali. Sasa kama alimtokea Yesu, akaongea naye, wewe je? Ambaye unachechemea, wachungaji wanashika tete. Ananyanyuka kidogo, anapiga hatua. Mchungaji anasema mtoto amenyanyuka, anatembea. Anageuka hivi, anakuta mwingine kadondoka tete. Anamrudia huyu, kadondoka tena. Haleluya! Nikatoka kwa ushindi, nikaenda. Nikamkuta babangu, nikamsalimia. Mama akawa ameenda jikoni, nikamwambia, baba, jana usiku saa 3 ulikuwa unalia. Ulikuwa unalia nini? Baba akashtuka. Aliposhtuka na mimi nikashtuka tena. Unajua mambo ya Mungu ni ya maajabu. Baba akaniambia hivi, umejuaje kama mimi nilikuwa nalia? Akasema, nilifikiria mambo mengi. Mimi babu na bibi walifariki. Kwa hiyo babangu akasema, nimefikiria mambo mengi mwanangu, ambayo siwezi hata kukusimulia. Nikakuta yamenipa uchungu sana moyoni. Nikatamani hata babu yako na bibi yako wangekuwepo, labda ningewasimulia. Nikamwambia, Mungu yupo na wewe baba, usiogope, Mungu ni baba yako. Namaliza pale, Roho Mtakatifu ananiambia, peleka ujumbe, ule mchungaji yuko ofisini na anataka kutoka. Nakwambia Mungu ambaye ni halisi. Usimchukulie Mungu kama pipa ambalo linasubiri lijazwe maji. Sawa jamani? Usimchukulie Mungu kama tenki ambalo linasubiri maji. Nakwambia Mungu ndiye maji mwenyewe. Yeye ndiye anayesupply maji ndani yako. Yeye tukiongelea moto ni moto ulao. Tukiongelea maji ni maji ya uzima. Tukiongelea utawala ni Mungu wa miungu. Haleluya! Nikatoka nikapeleka ule ujumbe na yule mchungaji akaukubali. Akasema ni kweli, nitaufanyia kazi. Nikaondoka. Ninakwambia Mungu ni halisi. Watu wanatamani kuona tunafanya vitu vinatokea. Watu wamechoka kusikia
Watu wanaambiwa tuma sadaka kwenye namba hii. Watu wanatoa sadaka na matatizo yao hayaishi. Watu wanatapeliwa. Mimi na wewe tukae vizuri, tumuelewe Mungu aliyetuita. Ametuita ili tuwe mashahidi, tuwashuhudie watu jinsi alivyo, tuambie vile anaponya, tuambie vile anaokoa, tuambie vile anasamehe dhambi, tuambie vile ni Mungu mwenye nguvu, tuambie vile yuko juu ya mamlaka yote, tuambie kwake viwete wanatembea, viziwi wanasikia, mabubu wanaona, na tukiweka mikono yao vitu vitokee. Nisikilize nikwambie, Yesu akasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, yani mimi na wewe. Kwa jina la Bwana tutatoa pepo. Nakwambia Bwana ametupa mamlaka. Yesu akasema kazi nizifanyazo mimi namna zaidi ya hizi watazifanya. Nakwambia kama ni magonjwa Yesu aliponya, kama ni matasa walizaa watoto, kama ni vipofu waliona wakina Bartimayo, wakina Petro wakamkuta yule kiwete aliyekaa kwenye ule mlango mzuri, wakamkuta siku zote yuko pale. Alipowaona akatarajia fedha, lakini wakina Petro wakamwambia tumebeba zaidi ya fedha, tumembeba Yesu ambaye ukimpata utanyanyuka hapa, utakuwa na uwezo wa kutafuta fedha, atakubariki baraka za mwilini na za rohoni. Wakamwambia hatuna fedha wala dhahabu, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Yule kiwete alinyanyuka. Haleluya! Wangapi tunataka kupanda viwango? Nipungie mkono. Haleluya, haleluya. Nimekuletea Mungu ambaye ni halisi, hajawahi badilika. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Aliyetenda miaka 2000 iliyopita, hata kwangu na wewe anaweza kutenda. Kama ni viwete wanatembea, kama ni matasa wanazaa, kama ni viziwi wanasikia. Nisikilize nikwambie, dadangu linayemfuata alikaa kwenye ndoa bila mtoto. Bwana akasema na mimi yule niliyekataliwa. Jana nilimtafakari Yusufu, nikasema mimi ni Yusufu wa leo kwenye familia yetu. Nilimfuata dadangu nikiwa niko form 2, nimemfuata dada, nikamwambia dada nimekuja. Akasema unataka nini? Nikamwambia mimi nimekuja, nilimbeba na rafiki yangu, maana kwetu kule kama hujaolewa ukiongea mimba wanakushangaa. Hatujakulia hivyo. Sawa jamani? Nikambeba rafiki yangu, nikamwambia twende. Tukafika, nikamwambia dada nimekuja. Nikamshika tumbo, nikamwambia mwakani majira kama haya dada utapakata mtoto. Dada akanishangaa, maana alikuwa ameenda kwa waganga wa kienyeji, imeshindikana. Alikuwa ameenda hospitali, imeshindikana. Ulikuwa muujiza wa kwanza Bwana kuufanya. Baada ya miezi 4 nikashangaa dada ameenda kwa mamangu, anasema huyu Tina akiongea vitu vinakuwa. Mama akamwambia ameongea nini? Anasema nahisi kama tumbo linakuwa. Nilikuwa shule, niliporudi dadangu akaja akaniambia, mdogo wangu kile kitu ulichoniambia ni kweli, kimekuwa ulichoniambia zile siku. Moyoni nikasema Bwana uinuliwe. Mimi niliokoka kwenye mkutano wa kanisa la Ubungo, walikuja kule Sumbawanga mwaka 2001. Kwa hiyo niliokoka kwao. Ninawashukuru wale watu, walikuwa wananitumia nguo ule wakati wa kukataliwa, walikuwa wamenitumia nguo. Nikachukua tu magauni, huku Dar es Salaam mnavaa tu magauni simple. Tulikuwepo pale, nikamwambia dadangu upako maradufu. Nikasema magauni haya hapa, nikayaombea, nikasema Bwana mtunze huyo mtoto aliyeko tumboni. Nakwambia uhalisia wewe, nakwambia Mungu wa matendo ya miujiza. Nimekuletea Mungu wa matendo ya ajabu wewe. Acha kulialia, ni saa yako ya kuinuka polipo. Wewe mama unayelia watoto wako wameshindikana, lia mbele za Bwana. Mwambie Bwana, machozi yangu sitaki yaende kwa jirani, haja yangu na ijulikane kwako. Yesu aliwaambia wale wanawake walipomlilia, akasema msinililie mimi, jililieni ninyi na watoto
wenu. Lia mbele za Bwana, mwambie Bwana, angalia kizazi changu. Angalia kizazi changu Bwana. Musa akasema hatutaacha chochote, tutaenda na watoto wetu, tutaenda na mifugo yetu. Badilisha maombi wewe, acha kulalamika, nenda mbele za Bwana, anasikia. Acha kulalamika ovyo ovyo, unapoteza muda. Komboa wakati, zamani hizi ni za uovu. Komboa wakati wako, piga goti. Biblia inasema kwenye Yeremia, tuwapate wapi wanawake kama hawa ambao machozi yao yaturuzike kwenye macho yao. Mungu anaheshimu machozi ya mwanamke. Haleluya. Nakwambia nikawa nimeshamwacha dada hivyo. Maana mimi nilivotengwa sikuwa na mazoea sana na ndugu zangu. Siku moja nikiwa ninarudi shule, nafika pale nyumbani nakuta ni kama pana sherehe. Nakuta watu wanamwagiana unga waliotoka Sumbawanga na wengine mnajua. Kwenye ile shughuli wanamwagiana unga. Nakwambia nikakuta shamla. Naingia mule ndani nikakuta mtoto. Mungu wangu. Nikasema Mungu wewe, Mungu ajabu wewe. Wakawa wamesema hamna mtu kumpa jina, tunamsubiria mwenyewe ampe jina. Raba shanda rama kutara mokaya yekera moshanda ratora na mokaya. Pokea neema ya utendaji kwa jina la Yesu. Bwana akupe vipawa, Bwana akupe vipawa maradufu. Roho Mtakatifu ashuke ndani yako, uwe ni mto usiovukika. Galilaya, ni saa ya kuinuka kuangaza kwa Bwana. Wewe unayenitazama kupitia NY TV, ni saa yako, ni majira yako. Wewe uliyetasa, Bwana na akupe mtoto. Alimpa mtoto dada yangu. Nilipokuwa ninaomba, nikasema Mungu umefanya neema. Wakasema jina la mtoto, nikasema aitwe Neema, maana hatukustahili. Ngoja nimalizie ushuhuda huu, tumshukuru Mungu. Wakati ninampa Neema jina, mwaka huu mwezi wa 3, nilikuwa nimealikwa kufundisha semina mahali fulani. Nikawa nimeenda ni pale Sumbawanga, lakini walikuwa hawajui niko wapi, maana wazazi wangu bado hawajaokoka. Na ninakwambia ninaumia kama mwanadamu, lakini issue ya kuokoka ni ya Mungu na mtu mwenyewe. Hicho siwezi kwenda kumpanga Mungu kwamba waokoe. Kila mtu ana namna ya kujibu mbele za Bwana. Lakini ninawaambia Yesu anarudi, wampe maisha yao. Haleluya. Nakwambia nikiwa ninahubiri, Roho Mtakatifu akawa ameshuka. Nikashangaa, wanaleta mtu amepagawa pepo madhabahuni kama hapa. Nikasema huyu binti bado ni mdogo, mbona amepagawa pepo? Yule Neema ninayokusimulia amemaliza form 4 mwaka jana. Ni binti ambaye anajielewa. Nikashangaa, tunaomba. Nikasema nileteni, nikaweka mkono kwa jina la Yesu, pokea uzima. Nikashangaa mtoto ananyanyuka. Na yaona macho namuona ni Neema. Nikasema Neema ananiambia, mamdogo, ninamtaka Mungu wako. Nimeamua kuokoka mamdogo. Nakwambia mtoto ameokoka kwenye huduma yangu. Mtoto ameokoka nikiwa na ubili. Yule ambaye nilitabiri mfupa mkavu kwenye kizazi. Ramasana ramokaya. Yesu, ninakushukuru, nitunzie yule mtoto. Paka hivi ninavyokuambia, anasaliti hiji mtoto mzuri sana hivi. Ana miezi kadhaa hivi kwenye wokovu tangu mwezi wa 3. Nikasema Mungu, ninakushukuru. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Baba. Amen. Oh, namshukuru Mungu. Amen. Amenitendea wema. Nikasema asante Mungu kwa kuwa Tina amezaliwa kwenye familia. Nikichoka mimi Neema atahubiri. Nikasema Mungu, ninakushukuru. Hii ni ajabu sana, Mungu wetu ni wa ajabu. Simama mahali ulipo, nimemaliza. Simama mahali ulipo, mtu wa Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Ukifungua Mungu moyo wako anakuhudumia. Yeye ni Mungu wa pekee sana. Anafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ni yule ambaye alitembea juu ya maji. Nakwambia ni yule ambaye
Lazaro akatoka. Ni Mungu anayeweza. Yandarabosaya. Nikiwa kwenye mikutano ya Injili, nilipita mahali fulani humo vijijini mipakani na Zambia, nikakutana na mwanamke mmoja nikiwa nafanya counseling. Akaja akaniambia, mhubiri, nimekaa kwenye ndoa yangu miaka 15, sijawahi pata mtoto, nimekata tamaa. Nikamwekea mikono nikasema, Mungu uliyetenda kwa neema kwa dadangu Yesu mtende. Nikasahau na kusahau. Baada ya miezi kadhaa kupita, nikashangaa simu yangu inaita. Yule mama anajitambulisha, anasema, mimi ni yule mwanamke uliyeniombea nipate mtoto. Nimezaa mtoto wa kiume. Ulituambia unaitwa Christina Baraka. Tumempa jina la Baraka. Ni baraka kwenye familia yetu. Mungu ni halisi. Wewe uliyeko mahali hapa, ongeza viwango vya imani. Mungu yuko hapa kukuhudumia wewe. Alionyesha upendo wake kwa kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Unaweza ukamshukuru Mungu vile unavyojisikia. Uwepo wa Mungu uko hapa. Mwambie kila Mungu unachotaka kufanyia. Mwambie Mungu vile ambavyo unataka. Mwambie ile haja ya moyo wako. Mwambie, Bwana, nina haja na wewe. Mwambie, Bwana, nimekusikia. Na kwambia moyo uliopondeka hata udharau Bwana. Daudi alipomkosea Bwana, alirudi kwa Bwana akasema, Bwana, ninaomba uchunguze moyo wangu. Inawezekana ni mapito mengi yamekufanya ukaharibika moyo. Roho wa matengenezo yuko mahali hapa. Mungu anatamani kuona moyo uliosafi ili akutumie. Utabirie moyo wako. Umeimba wimbo hapa. Utabirie moyo wako kwa ajili ya mwaka 2026. Tabiria moyo wako, ni wakati wako. Mafuta ya Mungu yako mahali hapa. Tabiria moyo wako. Tabiria moyo wako. Tabiria moyo wako vile ambavyo unatamani kuwa. Mwambie, Bwana, niko hapa. Rikora moshanda la boshaya. Wewe ambaye unaumwa, pokea uzima kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ambao mnaumwa magonjwa, pokeeni neema ya Bwana. Ni kisukari, ni HIV, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Mungu aanze kufanya operation. Roho wa Bwana aanze kuuisha mwili wako, aanze kuufinyanga. Na kwambia Mungu ni halisi. Anaweza kutoa damu chafu akaingiza damu ya Yesu iliyobeba neema ya maisha yako. Yanda la mosaka yekeramo yanda la baba baba yanda la baba baba yekeramo sanda rabo yeketara mosaka yekeramanda yekarana mokaya. Nimekuletea Mungu halisi wewe. Nimekuletea Mungu halisi. Mpokee kwa jina la Yesu. Lipokee neno hili la Bwana, litakupa hatua. Yanda la baba yekerebosaya. Wewe una huduma, unaona kama usogei mbele. Mwambie, Bwana, niko hapa. Ninatamani maelekezo. Ninatamani kukusikia. Ninatamani kukuzalia matunda. Yenda baba sanderebosaya yekerebobosanda. Mwambie, Bwana, nimechoka kuwa wa kawaida. Wewe unahitaji faraja. Yesu aanze kukufariji. Yesu aanze kukufariji. Aanze kufariji moyo wako. Aanze kuinua moyo wako. Akuumbie moyo safi. Na kwambia anaweza kuumbika ndani yako. Haijalishi watu wanasema nini juu yako. Analo neno jipya. Anao msimu mpya. Anao mwanzo mpya. Hata kama mazingira yanakataa. Na kwambia anayo mwanzo mpya. Hazuiliwi na mazingira. Ni Mungu wa majira yote. Ni Mungu wa nyakati zote. Nimemuona kwenye maisha yangu. Rikora Musa. Yes. Rikora Mukai. Rikora Musa. Rikora Musa. Rababa Musa. Roho Mtakatifu, ni wakati wako. Roho Mtakatifu, ni saa yako. Lichukue kanisa hili zuri la Galilaya. Chukua mioyo ya watu hawa Bwana. Ichukue mioyo yao. Yanda rabo saka.
yanderebobobosaya. Kuna yule baba ambaye amekaa muda mrefu hana majibu kwenye magonjwa anayoyaona. Kila kipima hospitali wanamwambia hali yako inazidi kuwa mbaya. Baba, wewe unayo majibu. Ulikausha ile damu iliyotoka kwa muda wa miaka 12. Riko rama shandara baba yekerebo shandara bosaya. Kuna mtu yule ambaye kila anachoshika akifanikiwi, akijaribu biashara inashindikana. Bwana, ni wakati wako wa kuanza msimu mpya na kanisa lako la Galilaya. Kuna yule binti ambaye ameumizwa na mahusiano. Bwana, ni msimu wako Bwana, ni majira yako ya kulitendea kanisa hili mema. Kuna yule kijana ambaye alioa lakini ndoa yake inamsumbua mpaka anajuta. Baba, tukitubu tukija kwako unatupaga zile siku za kurejea na kuburudika. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana. Yekerebo sandarabo. Wewe mjane ambaye hauna mume, Yesu rama sanda, neema ya Bwana yafunike maisha yako. Yekerebo sanda. Bwana akupe utoshelevu. Wewe ambaye ni yatima, faraja ya baba ije juu yako. Yeye ni baba wa yatima. Wewe uliye maskini wa roho, Bwana akupe utoshelevu. Bwana akupe utoshelevu. Yandarabo saka. Kanisa la Galilaya, pokeeni neema ya Bwana. Pokeeni neema ya Bwana. Mmenitendea kwa ukarimu. Sina fedha wala dhahabu. Nimekuja na Bwana wa mabwana. Nimekuja na Mungu aliye hai. Pokeeni neema ya Bwana. Kanisa hili likaongezeke. Kanisa hili likastawi. Yekerebo saya. Dar es Salaam ni kubwa sana, lakini watu wakija waseme tunamtaka Yesu wa Galilaya, tunamtaka mtenda maajabu. Watu wa mitambo, pokeeni neema ya Bwana. Mnapotupigia vyombo, Roho wa Bwana akatembe. Kila kitu humu ndani kikawe ni upako na neema. Yandaramokaya. Watu wakiingia kwenye mlango ule wamkute Bwana kwenye madhabahu. Mimi nimemuona Bwana mahali hapa. Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana. Ayayayayaya. Riko ramokaya. Yanderebosaya. Mungu bariki sana chombo hiki cha NY TV. Wabariki sana hawa wasimamizi. Ongeza viwango. Wainulie watu sahihi wa kusapoti kazi. Bwana, angalia mahitaji. Lenga sababu Bwana. Chombo hiki kinatufaa Bwana. Kimeifaa Tanzania, kimefaa nchi za mbali, kimeifaa dunia Bwana. Rababababosaka. Mungu, kwa unyenyekevu mwingi ninaiombea huduma ya mchungaji wa mahali hapa. Baba, ninatamka mafuta. Yandarabababa. Yekerabosanda rama. Yeketerabosaka. Yakandarabababa. Yandarabo. Wewe Mungu uliyemuokoa kwenye ile ajali, Yesu uliyakusudia mema. Mtendee mema huyu baba, mtendee mema Bwana. Kuza viwango vya huduma, maana kupitia yeye Baba tunaziona baraka, tunaiona neema. Yakarambosaya. Bwana wa mabwana, asante kwa kuwa uwepo wako uko katikati yetu. Endelea kumwambia Bwana, mwambie tu Bwana anakusikia. Yekerebosaya. Bwana utukubali, Bwana utukubali, Bwana utupokee. Yesu tukubali, tukubali Galilaya. Yakubali machozi ya huyu mwanamke, ni yatima na baba wala mama. Yandaramokaya. Mfariji wewe Bwana, mfariji wewe Bwana. Yekoramokandarabo. Petro alipokuuliza tumeacha vyote tumekufuata wewe, ulisema mtapata mara 100 duniani na mbinguni uzima wa milele. Ule utoshelevu wa mara 100 Baba uachilie kwenye kanisa hili. Yandaramokaya. Kanisa hili liwe makimbilio Bwana. Nimeliona joto lako mahali hapa.
Nimeuona uwepo wako Mungu, nimekuona Mungu. Libarikieni kanisa, liongeze Bwana, likuze kwa ajili ya utukufu wako. Yandorobosa yekoramosandarabosa rikoramokaya. Asante Roho Mtakatifu.